Nilimwahi kumfuata shekhe mmoja mkubwa hapa, nikamshawishi na kumhamasisha achukue nafasi ya shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Aligomba sana, bwana wewe unaona mimi mpuzi kiasi gani mpaka niwe na shekhe wa mkoa mimi hapa? Vipi Sheikh Abubakar bwana? Kaambia bwana, nifikiri una uwezo wa kuelewa, kumbe uelewa wako mdogo kiasi hicho, basi acha. Sasa ni ile namna ya ilivyotapakaa kwa watu kwamba baraza ni chombo cha hovyo, hakina viongozi makini, lakini pia hakina viongozi waliosoma. Shangaa, hakuna viongozi makini, hakuna viongozi waliosoma. Wameshikoni kusema kitu gani kilichosomwa na mashekhe wengine ambacho mashekhe wa BAKWATA hawana? Ni kipi? Kama Fathul Qarib ndio inasoma sehemu zote, kama Riyadhus Salihina ni kila mmoja amesoma Riyadhus Salihin. Sila basi inajulikana nyinyi, kuanzia Lamu, Kenya yote, Uganda, Somalia na sisi, sila basi inajulikana. Ibtidaia ni mtu amesoma nini na nini, idadia kasoma nini na nini, mutawasita wana thanawia inajulikana kasoma nini na nini, masomo ya juu inajulikana mtu kasoma nini na nini. Halafu ujinga unafidikizwa kwenye baraza kwamba hakusoma, lakini ni chuki kwamba kutoka naye hakuchaguli itosi. Lakini baada ya sisi kama viongozi wa baraza kujitahidi kuleta taghyirati, mageuzi, mabadiliko katika baraza mbalimbali, katika kila sehemu tunapoona kwamba hapa panahitaji kufanyika mabadiliko, kunahitaji kuanzishwa mambo mapya, kunahitaji kuweka vitu ambavyo vinakwenda na mazingira tulionayo, tumefanya kwa kiasi tulichojaliwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka sasa, kwa sababu baraza lipo na mambo yake yapo na hayaishi, ila tutayaacha, alafu wengine watakuja kuendeleza katika vipengele vilivyobakia. Lakini baraza hapa tulipolifikisha limekuwa tamu. Intabihu, baraza hapa tulipofika limekuwa tamu, majlis ladhif, ambapo kila mmoja ana haja na baraza. Hata wale niliowaambia kwamba bwana kuna nafasi ya shekhe wa mkoa bwana, alafu wa Dar es Salaam mkoa wenyewe, tafadhali ingia shekhe, mimi nichukue jina lako, mimi nitakwenda kufanya mambo, tutakupa hiyo nafasi. Sasa hivi wananifuata, sasa hivi niko tayari. Sasa wakati umekwisha sasa. Wakati umekwisha. Wewe mwenyewe nimekwambia kipindi kile bwana, wewe ukaona kwamba baraza huwezi kuingia, wenzako watakusema, watakubeza, watakuona hivi. Hivyo ulivyokuwa unaona katika kichwa chako. Sasa baraza limetengenezwa na wenye uwezo kutengeneza, mufti na viongozi wake wa makao makuu na mashekhe wa mikoa na viongozi wote wa mikoa, wilaya, kata, hata na maimamu tulionao msikitini. Tumetengeneza baraza limekuwa katika sura ya muonekano, manake ni majlisun marmukh. Ukiliangalia hivi utajua kwamba hiki ili majlisi sawa, kila mmoja analipenda. Sasa tuna jambo gumu na zito mbele. Lipi? Ya uchaguzi. Kwa hii hamu walionayo watu ya kuingia katika baraza, tufanyaje? Tufanye semina kwanza, tuelekezi, tuwaeleze watu wetu, usije kukaingiliwa na watu ambao hawana type hii, alafu wakaja wakaingia baraza kwa agharadhi walizokuwa nazo wao wenyewe.
wakaleta hiki, wakaleta hiki, wakataka mambo haya. Ndio yale ninayozungumza siku zote kwamba kuna mtu hajawahi kufika msikitini huyo, labda siku za Ijumaa au siku moja, kwa sababu ni mfanyakazi, ni mtumishi. Akishaachishwa ule utumishi anarudi msikitini tu yule, wala hajishughulishi na kazi nyingine, kwamba nimeacha ile ngoja nitafute nyingine. Yeye anakuja moja kwa moja msikitini, anasali mpaka anazoeleka pale msikitini kwamba sasa tunaye 5 salawati mwingine hapa. Alafu baadaye anaanza kuzusha, msikiti huu hauna management. Sasa hicho cha kwamba huu msikiti hauna management ndio hasa makusudio yake, wala sio kule kuswali. Kwa taarifa tu ya hija ambayo tunaweza hapa, hija ilikuwa nzuri sana, haina mfano wake. Tunaweza kusema haijawahi kupatikana hija kama mwaka huu. Ilikuwa ni hija tamu nzuri, tuliosimamia kwa mpangilio. Hata waratibu wetu wa Bitha upande wa bara huko walipanga vizuri, ila Sheikh Musa na vijana wake kina Tahiri, Sheikh Hussein walipanga vizuri, mambo yalikuwa mazuri. Lakini hata mimi nilipewa gari maalum. Takbir. Gari maalum, gari kweli, hakuna mfano wake wa gari hapa. Nilipewa kana zunguka nalo huku, wapi nikienda naenda nalo Arafa, wapi sehemu zote na mjini walipopote ninapotaka kwenda. Nimeachana nalo niliponipeleka uwanja wa Madina, kasema wewe gari naliacha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi Ali Mbwana, waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Ulama, mwenyekiti wa halmashauri kuu na meza kuu yote, waheshimiwa mashehe wa mikoa, makatibu wa mikoa, makatibu wa wilaya na wengine wote, bila kusahau jumuiya ya kina mama. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA kuwakaribisheni sana kwa furaha na kwa nyuso za bashasha wote tuliojaliwa kuhudhuria katika kikao chetu hiki muhimu. Tunashukuru sana kwa mahudhurio haya ambayo tunayo. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, kikao hiki ni kikao maalum kwa ajili ya semina elekezi kuhusu maelekezo ya uchaguzi mkuu ambao hivi karibuni tulitangaza kuanza katika mwezi huu wa 6. Kwa hiyo kimsingi, kabla ya uchaguzi kufanyika, pamoja na kwamba taratibu zinafahamika, lakini tuliona ni muhimu kukumbushana katika yale ya kiutendaji ambayo tunaenda kuyasimamia katika mikoa yetu. Kwa muktadha huo, tuliona ni muhimu sana kuwaita watendaji wa mikoa yote na wilaya, hasa ambao ndio wanaokwenda kusimamia utekelezaji wa haya ambayo yanakusudiwa kwenda kufanyika kwa maelekezo ya Baraza la Ulama, kwa maelekezo ya halmashauri kuu. Kwa hiyo hii ni semina ya kikazi, lakini tuliona Mheshimiwa Mufti ni busara sana, pamoja kwamba tumewaita makatibu wa wilaya, makatibu wa mikoa ambao ndio wasimamizi wakuu wa taratibu za uchaguzi, lakini pia tuliona ni vyema na busara kuwaita wenye viti wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA katika mikoa, ambao ni mashehe wa mikoa, ambao ndio wasimamizi wa shughuli zote za baraza katika mikoa husika. Na ndio maana leo hii mashehe wetu wa mikoa tulionao hapa ni sehemu ya semina itakayoanza hapa, kuhakikisha kwamba wanapata yale ambayo yanatolewa katika semina, lakini pia kwenda kuyasimamia katika maeneo yao. Kwa hiyo Mheshimiwa Mufti, hii ni semina ya kazi,
lakini pia tukushukuru sana tulipokuomba kwamba tuvute subira ili na wewe ufike ukitokea Maka, ili nasi tupate maelekezo yako ambayo yatatusaidia katika kujenga weledi, kujenga imara katika kutekeleza na kuelekea katika uchaguzi ambao si jambo dogo katika baraza, na ni jambo la kikatiba na ni jambo la kufuatwa kila baada ya miaka mitano. Kama tunavyojua, taasisi ya BAKWATA ni tofauti na taasisi zingine. Ni taasisi inayosimamia utawala bora wa kiuongozi unaofanya maamuzi yake kupitia vikao, lakini ni taasisi inayofuata matakwa ya katiba yake. Uchaguzi huu kama tunavyokumbuka ulikuwa ufanyike mwaka jana, lakini kutokana na kwamba umeingiliana na uchaguzi wa nchi, tukaomba kibali maalum kutoka kwa ofisi ya msajili wa jumuiya na taasisi, wakatukubalia kusogeza uchaguzi huu, lakini walichelewa pia kutujibu kuhusu kuendelea na uchaguzi. Kwa hiyo walipotujibu walituelekeza uchaguzi ufanyike mara moja ili kuondoa ombwe la viongozi ambalo pengine linaweza likatokea. Kwa hiyo ndio maana tumechukua nafasi hii leo kuwaita viongozi watendaji katika wilaya na mikoa ili wawepo. Tulitamani pia wawepo na mashehe wa wilaya, lakini tukaona gharama ni kubwa katika mikoa, tutawapa shida katika kubeba hilo jukumu. Kwa hiyo mashehe wa mikoa watawakilisha mashehe wa wilaya, lakini mashehe wa wilaya waliojaliwa kufika pia tumewakaribisha na wenyewe. Kama tunavyozungumza hakuna ziada mbovu, basi na wenyewe watakuwa moja ya semina hii, wataendelea ili na wenyewe waweze kuyapeleka haya katika mikoa yao. Katika kikao hiki tunao mashehe wa mikoa 26. Tunaomba wasimame mashehe wa mikoa 26. Tunawaona hapo. Mheshimiwa Mufti anaona wanajeshi wake, na ni dhahiri kwamba hata yeye anafurahi kuwaona. Tunao udhuru wa mashehe watatu. Tunaye Sheikh Kabeke, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini shehe umemwakilisha shehe okay, Iringa. Sawa, basi tunashukuru sana, karibuni sana. Lakini pia tunao makatibu wa mikoa 21. Tunaomba wasimame. Makatibu wa mikoa 21. Tunao wachache wenye udhuru kama pale najua unamwakilisha Tanga. Sawa, tunaomba mkae. Lakini tunao makatibu wa wilaya 120. Tunaomba wasimame. Sabaha, hao ni makatibu wa wilaya, ni watendaji wako, ni wanajeshi wako ambao kama maelekezo yako ulivyoyatoa ni kwamba makatibu wa wilaya nyie ndio watendaji katika level ya wilaya, na tunaamini katika wilaya ndipo ambapo wapo watu wengi na misikiti na kata nyie ndo mnazo. Kwa hiyo uchaguzi huu unahitaji umakini wa hali ya juu, na Mheshimiwa Mufti ataeleza na viongozi wengine ataeleza. Kwa hiyo ndio maana tumewaita hapa, na dhamira ya Mheshimiwa Mufti katika maelekezo yake ni BAKWATA ya kushuka chini kufikia viongozi wa chini katika sehemu ambapo Waislamu wapo kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tutaanzia huko kwenye wilaya. Kwa hiyo tunawashukuru sana na karibuni sana. Lakini Mheshimiwa Mufti, pia tunao wajumbe wa halmashauri kuu ambao wako hapa na wenyewe tunaomba nao wasimame. Tunashukuru. Tunao viongozi wa JUAKITA katika ngazi zote, tunaomba na wasimame wakiongozwa na Hajat Mama Shamim Khan, mwenyekiti wa taifa. Lakini pia tunao watendaji wetu, tunao jumuiya ya vijana wakiongozwa na mwenyekiti wake ambaye ameshatangaza kuachia nafasi hiyo hivi karibuni, Sheikh
Muharram Pembe, tunaomba nao wasimame. Lakini pia tunao viongozi na waandamizi wasaidizi wa BAKWATA makao makuu, na wenyewe tunaomba wasimame pia. Tunashukuru sana. Kwa haya mafupi ambayo nimezungumza, Mheshimiwa Mufti, nichukue nafasi hii sasa kuruhusu ratiba iendelee kama ilivyokusudiwa. Na kwa nafasi hii, kabla sijakupa nafasi ya kuzungumza, labda tungeomba tumpatie nafasi hii Sheikh Ali Hamisi Ngeruko atoe salamu kidogo, then mkaribishe Mheshimiwa Mufti ili aweze kutoa hotuba yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Salamu zangu kwa viongozi wenye dhamana ya kuandaa na kusimamia uchaguzi. Viongozi wenye dhamana ya kuandaa na kusimamia uchaguzi. Salamu zangu kwenu, kwanza na kuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awafikishe kwa kazi nzito ambayo iko mbele yetu sote. Baraza kama tunavyolifahamu nafasi yake katika jamii, baraza kama tunavyolifahamu uzito wake katika jamii, baraza kama tunavyolifahamu linavyotegemewa katika jamii. Kwa hayo matatu, tuna wajibu mkubwa wa kwenda kusimamia vyema uchaguzi huu. Kwa hiyo jamii inahitaji maadili. Lazima tuhakikishe viongozi wetu watakaochukua nafasi au wale ambao watakaorudi tena kwa mara nyingine, tuhakikishe kwamba ni watu wenye maadili, kwa sababu jamii yetu ndio shida yao hivi sasa. Jamii shida yake kubwa ni kupata watu wenye maadili. Lakini vile vile baraza hili linahitaji watu wawajibikaji, si tu mwenye nembo ya utendaji, awe mwajibikaji. Kwa hiyo tuhakikishe tunaokwenda kuwasimamia lazima tupate watu wawajibikaji. Ni aibu kwetu kama baraza kwa namna tulivyo leo. Ukija hapa mwenyewe Mheshimiwa Mufti anafurahi namna mashekhe wa mikoa walivyosimama, mashekhe wa mikoa kwa idadi yao, makatibu walivyosimama kwa idadi yao. Huwezi kupata chombo kama katibu walivyoanza kutangulia ambacho chenye uwezo kama huu. Sasa uwezo huu uonekane kwenye matendo, kwenye uwajibikaji. Sisi kama tuko wengi kiasi hivi, tusiwe kama ule wingi wa nyasi zinazochukuliwa na mafuriko ya mvua. Tuwe imara katika kusimamia haya mambo mawili, na jamii ifike mahala ijidaie kusema kuwa baraza lipo na linasimamia maadili na linasimamia uwajibikaji. Lakini kubaki kuwa ni watendaji, tuna watendaji halafu haya hayaonekani, inakuwa ni kasoro kubwa sana, na sidhani kama kuna mtu anahitaji kasoro katika jamii yake. Mimi yangu ni hayo, kwa sababu Mheshimiwa Mufti yeye ndio mwenye nafasi yake, benki anayo, nisije nikaribisha kabisa huko. Kwa hiyo Mheshimiwa Mufti,
kwa nafasi yako. Sasa hadhira hii iko tayari inasubiri maelekezo yako, salamu zako katika semina hii elekezi kama alivyoeleza Mheshimiwa Katibu. Wabillahi tawfiq, karibu sana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahil hadi ila ar-rashad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-afadil al-amjad. Amma ba'd. Mheshimiwa Sheikh Ali Ngeruko, mjumbe wa Baraza la Ulama na naibu chifu kadhi namba 1, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri kuu Alhaji Sheikh Khamis Said Mataka, Mheshimiwa katibu mkuu Alhaji Nuhu Mruma, Mheshimiwa naibu katibu mkuu utawala kijana wetu Mwenda, Mheshimiwa Sheikh Musa bin Ahmed, katibu wa Mufti na naibu katibu wa Baraza la Ulama, Mheshimiwa mashekhe wa mikoa wote, mashekhe wa wilaya kama mpo mmoja mmoja, makatibu wangu wote wa mikoa mliohudhuria, wajumbe wa halmashauri kuu, jumuiya ya kina mama inayoongozwa mpaka sasa na mama yetu dada yangu, na wajumbe waalikwa, nadhani kuna wajumbe waalikwa hapa wote, vyombo vya habari, vyombo vya ulinzi, jumuiya ya vijana na wote kwa ujumla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viongozi, kazi yangu mimi ni kumifungulia hii semina. Nikishamaliza kumifungulia ili mpate kuogelea, nitaondoka, ninyi mtabaki. Kuna mada hapa tulizozipanga zitawasilishwa kwenu ili tuwe na mwelekeo katika jambo letu kubwa tulilonalo la uchaguzi. Na kama mnafahamu, na hata Mheshimiwa Rais nadhani ilikuwa katika baraza la Eid alitukumbusha kwamba weni makini, kwa sababu hakuna uchaguzi mdogo, hakuna uchaguzi mdogo. Kwa hiyo leo tulipanga, na ilikuwa iwe kabla ya leo, ilikuwa semina hii ifanyike, lakini mimi nilizuia kwamba usifanye hivyo katibu, subiri mimi na Sheikh Mataka turudi, halafu siku ni zipo, baraza ni letu, mipango tunapanga wenyewe, hakuna haja ya kwenda haraka haraka tukaacha baadhi ya mambo ambayo na sisi tungechangia katika kuyaeleza. Kwa hiyo nichukue fursa hii kukumbusha kwamba mbele yetu tuna uchaguzi, na kila mmoja katika nyinyi anafahamu, na jambo la uchaguzi ni jambo la halali, jambo ambalo liko katika Uislamu. Wote mmesoma, mnajua, rejeni tu katika aya 44 Ali Imran, mtakuta hivi: dhalika min amba'il ghaib nuhihi ilayk wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wama kunta ladayhim idh yahtasimun. Ni aya inatupa nafasi ya kwamba kura ni jambo lipo,
na tunaweza tukafanyaje, tukafanya kura katika mambo yetu. Na bwana mkubwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi ile aliyotaja mama Aisha, Mwenyezi Mungu amwele radhi, amesema kwamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha arada safara aqra' baina nisa'i fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'a. Hadithi ya Mtume sallallahu alikuwa anapokusudia kusafiri kwenda mahala fulani, basi anapiga kura kati ya wake zake kuona ni nani anastahili kuondoka naye. Sasa yule ambaye imemwangukia ile kura ndiye anayetoka naye. Alikuonesha umuhimu wa kura. Huyu ni bwana mkubwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi nyingine niongezee, niwakumbushe, ni ile hadithi inayotuhimiza kuhusiana na fadhila inayopatikana kati ya adhana na safu ya kwanza. Asema lau ya'lamu an-nasu ma fi an-nida was-saff al-awwal thumma lam yajibu illa an yastahimu lastahamu. Lau wanajua watu fadhila zilizo katika adhana na zilizo katika safu ya mwanzo, kisha ikawa hakuna nafasi yote ya kuweza kuzipata fadhila hizo ila kwa kupiga kura, Mtume asema lastahamu, wangepiga kura kuzipigia kwamba mimi ndio ikinitokea ikiniangukia kura nitakuwa nitasali kwenye safu la awali. Manake kuna fadhila kubwa sana. Zote hizo zinatuonesha namna ya muhimu wa kupiga kura. Sasa sisi Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, kwa mwongozo uliomo ndani ya Qur'ani, kwa mwongozo ulioko katika mafunzo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuna utaratibu wetu, tuna katiba yetu ambayo tumejiwekea, ina taratibu zote zinazohusiana na kupiga kura. Kura ambayo itatufanya tumpate kiongozi kwa ngazi zote. Na kama mnavyoelewa, tunayo kwa sasa, kwa mujibu wa katiba, tuna mambo mawili. Kuna viongozi wanaopatikana kwa kura na kuna viongozi wanaopatikana kwa uteuzi. Sasa hawa wanaopatikana kwa kura ndio jambo linalotangulia na ndio tumo katika mchakato. La kukumbushwa nyinyi viongozi ni ile hali ya baraza tulionayo kwa sasa. Baraza lilikuwa hakuna anayelipenda, baraza lilikuwa hakuna anayelitaka. Mimi mwenyewe binafsi nishawahi wakati wa Sheikh Isa Shaabani Simba kama mufti wa nchi kipindi kile wa pili, na mimi kipindi kile kwa mujibu wa katiba kulikuwa na kipengele cha naibu mufti ambacho kwa sasa hakipo. Nilikuwa mimi ndio naibu mufti, nadhani nilikuwa ndio naibu mufti wa kwanza na ndio naibu mufti wa mwisho, kwa sababu kiliondolewa kile kipengele katika. Nilimwahi kumfuata shekhe mmoja mkubwa hapa, nikamshawishi na kumhamasisha achukue nafasi ya shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Aligomba sana, bwana wewe unaona mimi mpuzi kiasi gani mpaka niwe na shekhe wa mkoa mimi hapa? Vipi Sheikh Bakari bwana? Kaambia bwana, nifikiri una uwezo wa kuelewa, kumbe uelewa wako mdogo kiasi hicho, basi acha. Sasa ni ile namna ya ilivyotapakaa kwa watu kwamba baraza ni chombo cha hovyo, hakina viongozi makini, lakini pia hakina viongozi waliosoma. Shangaa, hakuna viongozi makini, hakuna viongozi waliosoma. Wamesukani kusema kitu gani kilichosomwa na mashekhe wengine ambacho mashekhe wa BAKWATA hawana?
ni kipi? Kama Fathul Qarib ndio inasoma sehemu zote kama Riyadhus Salihina ni kila mmoja amesoma Riyadhus Salihina. Sila basi inajulikana nyinyi, kuanzia Lamu, Kenya yote, Uganda, Somalia na sisi, sila basi inajulikana. Ibtidaia ni mtu amesoma nini na nini, idadia kasoma nini na nini, mutawasita wana thanawia inajulikana kasoma nini na nini, masomo ya juu inajulikana mtu kasoma nini na nini. Halafu ujinga unafidikizwa kwenye baraza kwamba hakusoma, lakini ni chuki kwamba kutoka naye hakuchagulii tusi. Lakini baada ya sisi kama viongozi wa baraza kujitahidi kuleta taghyirat, mageuzi, mabadiliko katika baraza mbalimbali, katika kila sehemu tunapoona kwamba hapa panahitaji kufanyika mabadiliko, kunahitaji kuanzishwa mambo mapya, kunahitaji kuweka vitu ambavyo vinakwenda na mazingira tulionayo, tumefanya kwa kiasi tulichojaliwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka sasa, kwa sababu baraza lipo na mambo yake yapo na hayaishi, ila tutayaacha, alafu wengine watakuja kuendeleza katika vipengele vilivyo bakia. Lakini baraza hapa tulipolifikisha limekuwa tamu. Intabihu, baraza hapa tulipofika limekuwa tamu, majlis ladhif, amba kila mmoja ana haja na baraza. Hata wale niliowaambia kwamba bwana, kuna nafasi ya shekhe wa mkoa bwana, alafu wa Dar es Salaam mkoa wenyewe, tafadhali ingia shekhe, mimi nichukue jina lako, mimi nitakwenda kufanya mambo, tutakupa hiyo nafasi. Sasa hivi wananifuata, sasa hivi niko tayari. Sasa wakati umekwisha sasa. Wakati umekwisha. Wewe mwenyewe nimekwambia kipindi kile bwana, wewe ukaona kwamba baraza huwezi kuingia, wenzako watakusema, watakubeza, watakuona hivi hivyo ulivyokuwa unaona katika kichwa chako. Sasa baraza limetengenezwa na wenye uwezo wa kutengeneza, mufti na viongozi wake makao makuu na mashekhe wa mikoa na viongozi wote wa mikoa, wilaya, kata, hata na maimamu tulionao msikitini. Tumetengeneza baraza limekuwa katika sura ya muonekano, manake ni majlisu marmukh. Ukiliangalia utajua kwamba ili majlisi sawa, kila mmoja analipenda. Sasa tuna jambo gumu na zito mbele. Lipi? Ya uchaguzi. Kwa hii hamu walionayo watu ya kuingia katika baraza, tufanyaje? Tufanye semina kwanza, tuelekezi, tuwaeleze watu wetu, usije kukaingiliwa na watu ambao hawana type hii, alafu wakaja wakaingia baraza kwa agharadhi walizokuwa nazo wao wenyewe, wakaleta hiki wakaleta hiki, wakataka mambo haya. Ndio yale ninayozungumza siku zote kwamba kuna mtu hajawahi kufika msikitini huyo, labda siku za Ijumaa au siku moja, kwa sababu ni mfanyakazi, ni mtumishi. Akishaachisha ule utumishi anarudi msikitini mtu yule, wala hajishughulishi na kazi nyingine, kwamba nimeacha ile ngoja nitafute nyingine. Yeye anakuja moja kwa moja msikitini, anasali mpaka nazoeleka pale msikitini kwamba sasa tunaye 5 salawati mwingine hapa. Alafu baadaye anaanza kuzusha, msikiti huu hauna management. Sasa hicho cha kwamba huu msikiti hauna management ndio hasa makusudio yake, wala sio kule kuswali. Sijaeleweka vizuri. Basi ndio ndani ya baraza kwa kipindi hiki kuna watu wanalitaka baraza kwa makusudio na malengo yao. Ushaangalia ile upenye ule, mimi nikiingia pale nitafanya hiki, upenye ule pale nikiingia nitafanya hiki.
upenye ule mimi kiingia nitafanya hiki. Hayo ndio yaliyoko. Sasa tufanyaje? Tukashaurizana, tukaona lazima safari hii tufanye mabadiliko ya kwamba badala ya kutamka tu tukatoa maelekezo mikoani, wilayani, kata na misikitini, tuwaite viongozi na hasa wa mikoa, waje tuwape maelekezo au semina elekezi ya namna ya kuliendea hili jambo la uchaguzi. Mashekhe, naona mnanielewa. Makatibu, mnanielewa? Anasema kwamba joka kubwa liliuawa na nge. Qatala al-aqrabu al-af'a, kaua nge kuliua joka kuu. Sasa nyinyi pamoja na ukubwa wenu mnaweza mkauliwa, mkaharibiwa, mkashafuliwa, ikawa hakuna jambo tena. Kwa maana hiyo kusidharauliwe jambo, kwa sababu nge ni kijidudu ambacho kidogo sana, alafu chende kikaue joka kubwa. Ndio hali ilivyo, ndio mambo yalivyo. Kwa hiyo nimeona nipate fursa hii niwahi kurudi tukahija, alafu nije nijaribu katika ufunguzi kusema maneno yangu, kisha mtaendelea na semina yangu baada ya yale maneno yangu. Baada ya hapo itakuwa nielekeze. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa juhudi tulizozifanya, tuendelee kuongeza juhudi zaidi katika kuwatumikia Waislamu. Sasa changamoto zipo, atahadiyat zipo, lakini zile changamoto ndio wanasema Waswahili, changamoto ni maisha. Na katika masuala ya uongozi changamoto ndio zaidi. Kila mmoja ana changamoto kwa nafasi yake, lakini ukiwa kiongozi changamoto inakuwa zaidi. Hilo lazima ulielewe. Alafu ukielewa hilo utaongoza vizuri. Yaani ukielewa hilo, mimi na falsafa moja, na ndio maana ikanipelekea kutoa ile maneno matatu ya jitambue, badilika, wacha mazoea. Kisha baadaye katikati nikawapa makatibu hawa na viongozi wangu wenye viti na nani neno linaloitwa dondosha okota. Yaani kitakachozungumzwa na kiongozi wa juu, wewe mtendaji unataka ukifanyie kazi pale pale. Yeye hana kishasema na ondoka zake. Wewe huku nyuma unataka kulifanyia kazi, dondosha okota. Kwa changamoto zipo, na kwa wewe kiongozi ni zaidi, na wala huna haja kufundishwa. Ukirejea tu katika tarehe utaona changamoto ambazo zimewapitia watu wakubwa. Kuna mada mimi naiandika, nataka nitoe siku zijazo, juu ya changamoto zilizowapata watu wakubwa, kuanzia anbiya mpaka masahaba, tabiina, tabiina, salaf, khalaf, ulama, salatin. Sasa wewe ukiwa kama kiongozi, changamoto zitakukuta. Sasa ukiweka katika akili kwamba changamoto mimi lazima zinikute, kwa sababu ndio utaratibu, ukiwa katika nafasi ukutenda changamoto, humi kile litakalokuja ni kawaida tu, yule lazima likute, jambo la kawaida tu. Mtume amemkuta mambo mpaka watu washenzi tu, baramahu bil hijara hatta khudhibat bid dima'i na'ala. Hasan Jaafar al-Barzanji al-Khazraji
anasema namna hiyo, ametupiwa mawe Mtume sana, alafu matokeo ya kutupiwa mawe, kupigwa mawe, hata khudhibat bidimai nala, vile viatu vyake alivyovaa viliroa damu chepe chepe kwa mawe aliyopigwa. Afu anapiga watu wadogo sana, watu hawana hata chochote, yani hawana qima, lakini ndio waliofanya mambo yale. Sasa wewe kama kiongozi, manake mambo kama yale yatakukuta, na nyinyi mashekhe lazima yamikute. Kwa nini? Si mtume wenu kakutwa? Na nyinyi ndio warathatul anbiya. Sasa ukimrithi mtu unamrithi baadhi, kumrithi baadhi ya mambo, unamrithi mambo yote: kusemwa vibaya, kupigwa, kusukumwa, kusimangwa, kuandikwa, kuadhiriwa, kuaibishwa, kufanya nini, vitu vyote hivi, kuzuliwa, vitakukuta. Salam yamemkuta, ameambiwa majnun, ameambiwa kahin, ameambiwa sahir, yote mambo ukiona hafai. Unaonaje katika mtaa, alafu tukasema jamani, huu mtaa tunakaa lakini hatukai kwa raha, huyu hapa mchawi, utakuwa na raha? Sasa Mtume sallam amemkuta mambo kama haya, jawabu unageuza tu kibao. Ala, kumbe ukiwa na nafasi fulani au ukiwa mkubwa fulani wakutana mambo kama haya, umeshajijibu. Kwa nini cha kufanya? Unamtazama tena Mtume. Mtume aliacha? Hapana, aliendelea kufanya, na mpaka akaitumia, akawa na huruma zaidi. Kumbukeni kile kisa cha Jibril kushuka kule Taif, kisha akamwambia Mungu wako na kutolea salamu, anasema hii milima ya Taif. Taif ni sehemu yenye milima mingi, jabali lolote ndio lotaka lije liwaangamize wa mabana, ukiomba basi mara moja. Lakini tu wakati huo hafai kwa madamu. Zaid ibn Haritha hafai kwa madamu, akasema innama bu'ithtu rahmatan lil alamin, sikuja kwa ajili ya kuwapiza watu mimi hapa, mimi nimekuja kwa ajili ya mimi ni rahma kwa viumbe wote, kwa viumbe wote. Akasema inni la arju an yukhrija Allahu min aslabihim man yatawalla, ninataraji hawa wanaonipiga na kunifanya mambo kama hayo. Maana Mtume pale Taif walimshika, alafu wakamsukuma, alafu wakamburuza maili mbili kutoka mjini, walimtoa maili mbili nje ya mji, wanamburuza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini bado anasema mimi natarajia hawa ndio watakuwa na kizazi ambacho kitakuja kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka yule malaika Jibril akashangaa, kiumbe namna gani kapewa ofa, sema chochote tuangamize, kanyamaza kimya, asema yeye ameletwa ni rahma, anatarajia hawa kizazi chake ndio kitakacho kuja kunusuru dini. Kashindwa kuvumilia Jibril, mpaka akasema sadaqa man sammaka ar-raufar rahim, amesema kweli Mwenyezi Mungu ambaye amekuita wewe ni ar-rauf, ni ar-rahim, mpole mno, mwingi wa huruma. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Na hiyo pia sifa Mwenyezi Mungu anayo, inna Allaha bin nasi la raufur rahim. Kwa hiyo tusife moyo, tuendelee kukaza na tuendelee kufanya juhudi kuhakikisha kwamba tunawatumikia vizuri Waislamu, na mmoja wa kuwatumikia ni kusimamia uchaguzi vizuri na kuwa makini katika kusimamia uchaguzi, na wale watakokuwa na mamlaka ya kuteua na kupendekeza, waangalie wanapendekeza nini, waangalie wanampendekeza nani, umwangalie yule mtu ana sifa gani, ana uwezo gani, anaweza kuleta msaada gani na mabadiliko gani katika baraza haya. Lakini pia je, ni mtu wa sampuli gani, analifaa baraza? Huyu mtu analifaa baraza, atakuja kulifaa baraza mtu huyu? Baraza ambalo kwa sasa linahitaji watu waliokuwa weledi,
wenye uwezo wa kuwaza, wa kufikiri, wa kubuni, wa kuleta maendeleo, wa kuleta uchumi, wa kusimamia dini. Ndio hamu na ndio haja tuliokuwa nayo. Mtakutana na maneno kwenye semina ambayo yatazungumzwa sasa, kila mmoja kwa njia zake. Kama mlivyoona katika ratiba, kuna baadhi ya mada zimeguswa hapa na nyingine hazijaguswa, zitazungumzwa, kama BAKWATA tunayoitarajia. Atakaye kuja hapa mshapanga azungumze nini? BAKWATA tunayoitarajia nini? Iweje? Watu wake ni wapi? BAKWATA tunayo itarajia dhahiri, lakini mtaelezwa mambo mengi, mada ziko nyingi, mtaelezwa matarajio ya uchaguzi. Kuna mada inaitwa matarajio ya uchaguzi, itaelezwa taratibu za uchaguzi, taambiwa kutakuwa na fomu za wagombea na utaratibu wa malipo, mtagusiwa mambo hayo. Lakini kuna kanuni za uchaguzi, taambiwa. Kuna ile jumuiya ya kina mama ambao mwenyekiti wake mpaka sasa ni Mama Shamim Khan, yuko pale. Kanuni za JUAKITA na JUVIKIBA, jumuiya ya vijana ile ambayo Sheikh Muharram Pembe alikuwa ndio mwenyekiti wake, lakini amejiuzuru kwa sababu amsimama. Jamani, huyo kijana sasa hivi tunampa nafasi nyingine. Sasa na yeye mwenyewe ameamua kujiuzuru, kutoa nafasi kwa vijana. Hayo ndio yanayotakiwa. Sisi tukitaka kumgusa tumwacha tu. Wewe kijana vya haya bwana. Wewe kijana vya haya bwana. Mpaka mwenyewe kafika kaona haya, asema mimi. Sasa hii ndio ukweli wa baraza. Baraza ina watu wa kweli, watu waaminifu, watu weledi, wenye kujua wanakwenda wapi, wametoka wapi. Kanuni za JUAKITA ya jumuiya ya kina mama pia zitazungumzwa hapo, tagusiwa, na mada nyingine za miguso pia zitatolewa. Tuna Sheikh Mataka, tuna Sheikh Musa na tunao watu wengine. Niseme tu maneno ya kumalizia kwamba hakuna uchaguzi mdogo, na mama yetu Dr. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu alitukumbusha kwamba jamani, hakuna uchaguzi mdogo. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunaendesha mambo yetu na tunatoka katika uchaguzi huu kwa salama. Nadhani tunaelewana, na wenye kusimamia watakaofanya huu uchaguzi utakuwa salama ni nyinyi, mashekhe wa mikoa ndio wasimamizi wa juu, makatibu ndio watendaji wakubwa kabisa katika kuhakikisha mambo haya yanakwenda vizuri, na sisi huku juu tunatarajia kutoka kwenu. Nadhani tunaelewana. Alafu ningetarajia insha Allah taala ninyi mlioko mrudi tena. Mbona Allahu Akbar, ili tuweze kuendesha ili jahazi tulionalo tuweze kuliendesha. Haja ni sisi tupate viongozi waadilifu wenye insaf. Insaf ni neno la Kiarabu, lakini maana yake ni kuchunga haki, ndio insaf. Al-insaf maana yake ni kuchunga haki, kupata watu ambao wanaweza kuchunga haki.
viongozi ambao wanaweza kusimamia kwa ari, naweza kujitoa. Inaeleka, nadhani kuna hata katibu wa Tabora yupo, tulikuwa naye hija, nadhani waliona kazi tuliofanya kule kubwa. Nyingine sio zangu kama mufti, lakini nilifanya kuhakikisha kwamba baraza hakupatikani kitu ambacho kitaigusa baraza kwa sifa mbaya. Na walillahi alhamd, kwa taarifa tu ya hija ambayo tukaisema hapa, hija ilikuwa nzuri sana, haina mfano wake. Tunaweza kusema haijawahi kupatikana hija kama mwaka huu. Ilikuwa ni hija tamu nzuri, tuliosimamia kwa mpangilio. Hata waratibu wetu wa biitha upande wa bara huku walipanga vizuri, kina Sheikh Musa na vijana wake kina Tahiri, Sheikh Idi Hussein walipanga vizuri, mambo yalikuwa mazuri. Lakini hata mimi nilipewa gari maalum, gari maalum, gari kweli, hakuna mfano wake wa gari. Nilipewa kana zunguka nalo huku, wapi nikienda naenda nalo Arafa, wapi sehemu zote na mjini walipopote ninapotaka kwenda. Nimeachana nalo niliponipeleka uwanja wa Madina, kasema wewe gari naliacha. Na mimi nilikuwa nafanya vitu vile kuonyesha mfano yanavyotakiwa kiongozi kufanya. Sasa nawaombea Mungu, Mwenyezi Mungu atuepushe na ibilisi na shetani rajim, uweze kupita chaguzi zetu kwa salama na kwa amani, lakini tuwe na macho mawili katika kutazama kwetu, tuwe wajanja katika kuangalia kwetu, kwa sababu kuna watu wanataka kuingilia vile vile uchaguzi wetu. Sasa muwe na makini katika kuwapata viongozi, ili tuweze kupata viongozi wazuri. Tukishawapata basi tufanye mkutano mkuu kwa ajili ya kuwathibitisha. Wakishathibitishwa warudi wafanye kazi vizuri kama tulivyowatarajia na kama tulivyowachagua. Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Amin ya Rabb. Na atupe sahali katika jambo letu. Amin ya Rabb. Kwa hotuba hii niliyoitoa fupi, Mwenyezi Mungu aturuzuku Amin. kila lile ambalo analiona lina maslaha na sisi katika uchaguzi wetu, lakini atukinge na shari ya kila mwenye shari. Na mwenye dhamiri mbaya Mwenyezi Mungu aivunje dhamiri yake. Na alitengeneze baraza dhidi ya maadui zake. Na Mwenyezi Mungu arudishe vitimbi vyao na hila zao juu ya shingo zao. Mwenyezi Mungu atufishe na macho ya maadui na wenye dhamiri mbaya na baraza, ambao kazi yao ni kutaka kulichafua tu. Hakuna hata siku moja wamewahi kulizungumza vizuri. Mwenyezi Mungu watu hao tufiche nao kama ulivyoficha roho katika mwili. Lakini Mwenyezi Mungu tunakuomba tuimarishe kama ulivyoimarisha mbingu ukaisimamisha pasi na nguzo. Na sisi kama baraza tusimamishe kwa ile siri uliyoitumia kuisimamisha mbingu pasi na nguzo. Lakini utuhifadhi na kutulinda kama ulivyohifadhi Qur'an, kitabu chako kitukufu. Na utupe baraka kama ulivyompa baraka mtume wako Muhammad. Na utujalie, utuondoshee, utustiri aibu zetu, utusamehe madhambi yetu. Kama uweze kutuitikia dua zetu kwa sababu ya madhambi yetu, tusamehe madhambi yetu ili utuweze kutuitikia dua zetu. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Tanzania